CCT inashauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini ya matukio yaliyotokea na kuweka mikakati ya kuimarisha umoja, amani, haki na maridhiano nchini kama alivyosema Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu wana habari, iliyoko mbele yenu ni kamati yetu ya tendaji ya CCT, yani Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tumekuwa na kikao chetu leo siku nzima tukijadiliana na kupanga ratiba zetu na mipango, ikiwemo kutoa tamko kwa taifa letu juu ya mambo yaliyoendelea. Kama mjuavyo, nchi yetu imepita kipindi ambacho hakijawahi kutokea tangu tupate uhuru. Na sasa nitasoma tamko lenyewe na kulileta mbele yenu. Tulioko mbele yenu, mimi ni Askofu Dr. Hota ambaye ni mwenyekiti wa CCT Taifa. Kushoto kwangu nina makamu wa kwanza wa mwenyekiti Baba Askofu Kesho Mshahara, makamu wetu wa kwanza, na kulia kwangu niko na katibu wetu mkuu Dr. Matonya Moses, mchungaji ambaye ndio mtendaji wetu mkuu, na wengine ni wajumbe wa kamati yetu tendaji. Tamko la Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT kuhusu matukio yaliyotokea kipindi cha uchaguzi mkuu wa Tanzania tarehe 29 Oktoba 2025. Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imepokea kwa huzuni na masikitiko makubwa taarifa mbalimbali kutoka kwa makanisa wanachama nchi nzima kuhusu matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Taarifa hizo zimeonyesha kuwepo kwa vitendo vya uvunjifu wa amani, mauaji ya wananchi, uharibifu wa mali na matukio yaliyosababisha maumivu kwa familia nyingi na jamii kwa ujumla. Hali hii imegusa moyo wa CCT na imeibua maombi na tafakari kubwa juu ya hali ya taifa letu. CCT inakemea vitendo vyote vya ukatili, ikiwemo mauaji ya watu, kujeruhiwa watu, uvunjivu wa haki za kibinadamu na uharibifu wa mali katika kipindi hicho, bila kujali vimetokana na upande gani. Vitendo hivyo havilingani na maadili, utu, haki na misingi ya amani ambayo taifa letu limekuwa likijivunia kwa muda mrefu. CCT inasisitiza kwamba haki, utu na upendo ni nguzo kuu za amani ya kweli kwa maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Tunatambua kwamba matukio haya yanaweza kuwa yamechochewa na changamoto za kijamii na kiutawala, ikiwemo ukosefu wa mawasiliano na uaminifu kati ya viongozi na wananchi. Ni muhimu kujenga tena uhusiano wa heshima, uwazi, haki na ushirikiano kwa manufaa ya taifa letu. Kwa unyenyekevu mkubwa, CCT inatoa pole za dhati kwa familia zilizopoteza wapendwa wao
na kuwaombea faraja kwa Mungu. Aidha, CCT inaombea kwa Mungu majeruhi wote wapate uponyaji wa haraka na matumaini mapya. Kadhalika, CCT inatoa pole na kuwatakia matumaini mapya wale wote waliopoteza na kuharibiwa mali zao. Tunawaombea wote walioathirika. Mungu awatie nguvu na kuwapigania katika njia ya haki na amani. Wito wa CCT kwa taifa. CCT inatoa wito wa toba na maombi ya kitaifa. Hilo ni jambo la kwanza. CCT inatoa wito wa maombi ya toba kwa taifa zima, ikijumuisha kanisa, serikali, dini zote pamoja na wananchi, tukizingatia neno la Mungu katika Nyakati 2, yani kitabu cha pili, mlango wa 7:14 isemayo, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. 2. Kudumisha haki, upendo na amani. CCT inahimiza serikali na wananchi wote kulinda na kudumisha misingi ya haki, upendo na amani, kwa mujibu wa neno la Mungu katika Mithali 14:34 isemayo, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. 3. Mazungumzo ya kitaifa na ushirikiano wa kijamii. CCT inashauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini ya matukio yaliyotokea na kuweka mikakati ya kuimarisha umoja, amani, haki na maridhiano nchini, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake baada ya kuapishwa tarehe 3 Novemba 2025, na nukuu, tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano, mwisho wa kunukuu. Hii ni sawa na neno la Mungu katika Mithali 11:14 isemayo, pasipo mashauri taifa huangamia, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. 4. CCT inahimiza uhuru wa maoni na kwa vyombo vya habari, kuhimiza uhuru wa maoni na vyombo vya habari. CCT inapendekeza kuwepo kwa mazingira yenye uhuru wa maoni na matumizi yenye uwajibikaji vyombo vya habari, ili kuchochea majadiliano yenye kujenga na kusaidia kupunguza hisia za maumivu katika jamii. Jambo la 5, msaada na faraja kwa waathirika. CCT inatoa wito kwa serikali yetu, taasisi na wadau mbalimbali kutoa msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathirika, kuwasaidia majeruhi na kuchukua hatua za kurejesha hali ya utulivu na matumaini nchini. Aidha, CCT inaisihi serikali kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi na wadau mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa misaada hiyo. Mwisho, CCT inaamini kwamba amani ya kweli hutokana na haki, kama neno la Mungu lisemavyo katika Isaya 32:17, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki
yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Imetolewa leo tarehe 12 Novemba 2025, na mimi mjoli wenu Askofu Daktari Stanley Hotai, mwenyekiti wa CCT na ni Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.